Mtazamaji wa Anuari TV, hii ni The Golden Boot kutokea mji kasoro bahari Morogoro, na leo hii tunakuletea uchambuzi wa mechi ya Simba na Mtibwa Sugar kutokea hapa mkoani Morogoro katika uwanja wa Jamhuri, nje ya uwanja wa Jamhuri Morogoro, uwanja wa nyumbani wa Mtibwa Sugar, na mchezo ambao unakwenda kufanyika Jumatano hii ni mchezo ambao unaikutanisha timu ambayo inashika nafasi ya pili ambayo ni Simba Sports Club wakicheza na timu ambayo ipo katika nafasi ambazo sio nzuri za chini ya msimamo wa ligi ya soka Tanzania bara, Mtibwa Sugar ambao mpaka tunavyozungumza sasa hivi wapo katika mstari wa zile timu ambazo zinaweza zikacheza playoff msimu huu kwa sababu ya nafasi waliopo kwenye ligi kuu. Sasa tunakwenda kutazama namna ambavyo timu hizi ama mechi hii ya Simba na Mtibwa Sugar itakavyokuwa Jumatano hii katika uwanja wa Jamhuri. Kianza na Simba Sports Club ambao wao wametoka kucheza mchezo wa nusu fainali huko jijini Arusha dhidi ya Coastal Union, wakashinda kwa magoli 4-0, ili hali Mtibwa Sugar wao wametoka kucheza mechi ya ligi ya mwisho mwishoni mwa wiki iliyomalizika katika uwanja wa CCM Kirumba dhidi ya Pamba Jiji na kupoteza kwa magoli 4-0. Mtibwa Sugar ukiangalia fomu yao katika ligi kuu ya soka Tanzania bara mpaka sasa hivi nafasi yao sio nzuri kama ambavyo nimeelezea awali, na tunazungumza ni timu ambayo inaruhusu sana magoli katika safu yao ya ulinzi. Ukiangalia wamecheza zaidi ya mechi 16, hawajapata clean sheet ya aina yoyote kwenye michezo ya ligi kuu. Ni mechi 16 mfululizo za ligi bila ya kuwa na clean sheet. Hiyo inakueleza kitu kimoja kuelekea mchezo dhidi ya Simba kwamba pengine unaweza kuwa ni mchezo ambao ukawa rahisi kwa Simba kupata magoli kwa sababu ya namna ambavyo Mtibwa Sugar wanazuia katika safu ya ulinzi ambayo inaongozwa na nahodha Harun Evod pamoja na nahodha kutokea Bukoba Kagera Kiaruzi Mopa. Na ukitazama pia namna ambavyo Mtibwa wanaruhusu magoli yao, ukitazama pia namna ambavyo Simba Sports Club wanafunga magoli yao, ni mchezo ambao unauproject kwamba pengine Simba Sports Club anaweza kukutana na unafuu wa kupata magoli kwa njia rahisi kwa sababu ya aina uzuiaji wa Mtibwa Sugar. Ni timu ambao wanaruhusu sana magoli mengi kwa mipira ya cross, aidha kutokea winga ya kushoto ama winga ya kulia. Nikizungumza kwenye flanks zote mbili, upande wa kulia ambapo unakuta mlinzi Date Hospita amekuwa ni mlinzi ambaye anaruhusu sana timu kuweza kupiga cross kwenye lango la Mtibwa Sugar, lakini pia angalia madefender wa nyuma Mtibwa Sugar, namzungumzia Harun Evod pamoja na Kiaruzi, ni walinzi ambao wanashindwa kucheza mipira ya vichwa. Ukiangalia kwenye michezo yao mingi ambayo Mtibwa Sugar wanaruhusu magoli, ni aina ya magoli ambayo wanaruhusu magoli ya vichwa ndani ya sita ile ama ndani ya penalty box la timu yao kwa sababu ya vimo vifupi vya walinzi wao, hasa kiongozwa na mlinzi wa kati Harun Evod Lwalita. Kwa hiyo kwa Simba Sports Club ukiangalia nao trend ya magoli yao ambapo wamekuwa wakifunga, wanafunga katika mchanganyiko tofauti, aidha kwenye open play. Clatous Chama amekuwa ni mchezaji muhimili sana, namna ambavyo wanatengeneza nafasi za magoli kwa wachezaji wenzake wa mbele, lakini pia wana huo uwezo wa kuiathiri mechi kupitia mipira ya cross. Hapo tunazungumzia Nixon Kibabage ambaye anakimbia sana kwenye channels, anapiga mipira, anapiga cutbacks zile ambazo wanakutana nazo viungo washambuliaji wanafunga. Lakini kulia unaweza kumzungumza mtu kama Anise Ura ambaye amekuwa pia na kulia Libase Goya Amen amekuwa pia na mchango mzuri sana wa magoli kwa mechi za hivi karibuni. Amekuwa na hatari aidha kuidribble moja kwa moja kuingia kwenye box, lakini pia kukati na kupiga cross ambazo aidha zinamkuta Elim Panzu, aidha zinamkuta pia mtu kama Anise Ura ambaye amekuwa anaataki hii mipira kwa ufanisi mzuri sana. Kwa hiyo ni mechi ambayo ukiwatazama Mtibwa Sugar nadhani wanaingia katika mchezo huu wakiwa hapo katika nafasi nzuri kwa sababu ya matokeo ambayo amekuwa akiyapata, lakini pia aina magoli ambayo amekuwa akiruhusu. Ni uzuiaji ambao kama ambavyo nimeeleza awali unaweza ukawa favor zaidi Simba kuelekea mchezo wao wa Jumatano hii. Ukiangalia wachezaji hatari kwa Mtibwa Sugar, unamzungumzia Fredrick Magata ambaye yeye ndo top scorer wao kwenye kikosi chao akiwa na magoli zaidi ya 5, lakini kwa bahati mbaya mchezaji huyu amefungiwa na TFF na bodi ya ligi kwa sababu alifanya tukio katika mchezo mmoja wa ligi ambalo aliingia uwanjani na kuongeza idadi ya wachezaji wa Mtibwa Sugar
tofauti na kanuni ambazo zinahitaji. Kwa hiyo katika mchezo dhidi ya Simba Fredrick Magata moja kati ya wafungaji wao bora katika kikosi chao hatakuwepo. Ni mchezaji ambaye kwa kumbukumbu za watu wengi, huyu ndiye aliwafunga Simba bao la kusawazisha katika mchezo ambao ulikuwa ligi kuu ya raundi ya kwanza katika uwanja wa Meja Jenerali Samuel. Ile sare ya goli 1-1 Fredrick Magata ndo alifunga bao la kusawazisha kwa upande wa Mtibwa Sugar. Lakini mchezaji mwingine ambaye Simba Sports Club wanapaswa kumtazama kwa umakini ni Saidi Mkopi. Huyu ndo mfungaji bora katika kikosi chao. Saidi Mkopi yeye katika kikosi cha Mtibwa Sugar ana magoli 6 I think. Kama kumbukumbu ziko sahihi, huyu ndo mfungaji wao bora, ana magoli 6 kwenye ligi. Ni mchezaji hatari sana, mshambuliaji ambaye anatumia mguu wa kushoto, ana uwezo mzuri wa kukevu kutokea kulia ama kushoto, lakini ana kasi ambayo inaweza ikawasumbua walinzi wa Simba Rushain pamoja na Ismail Oliver Tue kama wakimsahau. Ni mchezaji ambaye anaweza kapop up kwenye maeneo mengi, na ni mchezaji ambaye amekuwa akifunga magoli mengi muhimu ya Mtibwa Sugar katika mchezo ya hivi karibuni. Kwa hiyo hawa ni wachezaji hatari katika kikosi cha Mtibwa Sugar, bila kumsahau Ismail Aidan Muhesa. Wanayanga wanamkumbuka, huyu ndo alipiga goli la kusawazisha katika mchezo wa Yanga na Mtibwa Sugar, mchezo ambao ulifanyika katika uwanja wa Jamhuri Dodoma. Kwa hiyo ni mchezaji mwingine ambaye kwenye ligi katika kikosi cha Mtibwa Sugar ana magoli 3. Kwa hiyo Simba Sports Club wanapaswa pia kumtazama kwa jicho la ukaribu, lakini overall itakuwa ni mechi nzuri kwa wakazi wa Morogoro, kwa sababu ni mchezo ambao unakwenda kuchezwa mara baada ya kupita miaka mingi, kwa sababu Mtibwa mara nyingi mechi zao kwa miaka hivi karibuni wamekuwa wakicheza katika uwanja wa Turiani huko Morogoro, katika makazi yao makuu ya Mtibwa Sugar, Manungu Manungu Complex, uwanja ambao Mtibwa Sugar wamekuwa wakitumia zaidi mechi zao, na kwa miaka hivi karibuni ndio mechi nyingi za ligi kuu zimekuwa zikifanyika huko Manungu Turiani, katika uwanja huo wa nyumbani wa Mtibwa Sugar ambao sasa hivi hautumiki, na Mtibwa wanatumia uwanja wa Jamhuri Morogoro, uwanja ambao upo mjini ama makao makuu ya mji wa Morogoro. Kwa hiyo Simba Sports Club na Mtibwa Sugar itakuwa ni mechi nzuri kwa wakazi wa Morogoro, lakini nadhani itakuwa ni mechi nyepesi kwa Simba kwa sababu ya kiwango cha Mtibwa Sugar ambacho amekuwa akionyesha kwa hivi karibuni, lakini pia fomu walionao Simba. Simba wanaingia katika mchezo huu nikikumbusha, wakiwa katika winning run ya michezo 7 mfululizo. Wameshinda mechi 7 mfululizo kuelekea mchezo huu wa ligi dhidi ya Mtibwa Sugar. Ni nini ambacho tutakiona katika mchezo huu ambao unafanyika katika uwanja wa Jamhuri mjini Morogoro siku ya kesho ama Jumatano hii ya Juni 24? Ni kitu ambacho tunasubiri kukiona kitatoa nini. Jina langu mimi ni Shabel Daniel, na nyuma ya kamera alikuwepo ni Ashraf Musa. Mpaka wakati ujao, endelea kufuatilia vipindi vyetu kutokea hapa Anuari TV.